Rais William Ruto ametetea mpango wake wa ruwaza wa mwaka 2060 akisema ni suluhisho la kukabiliana na changamoto ambazo Kenya imekuwa ikikabili kwa muda mrefu. Akizungumza wakati wa mkutano wa kutathmini Kenya baada ya ruwaza mwaka 2030, Rais Ruto amesema ukosoaji kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa hautamzuia kutekeleza sera anazoamini kwamba zitakuwa na manufaa makubwa kwa Wakenya. Whoever is in office, whoever the president is, they cannot sabotage our collective progress, or they cannot interfere with where we want to go as a nation. It becomes the responsibility of every leader who has an opportunity to take us faster into the destination we agree as Kenyans. So that would be my suggestion on how we take this forward. I am sure there are many suggestions around this table, and we must agree, or let me request that we agree, that if my suggestion is good, I must be willing to give way to a better suggestion by somebody else. Kiongozi wa nchi amesema kwa miaka mingi Wakenya wamekuwa wakichukulia uchaguzi kama swala la maisha na vifo, akisema fikra hizo zimefanya taifa kushindwa kufikia baadhi ya malengo bora ya kizazi kijacho. Kenya is bigger than any election. For far too long, we have made elections to look like it is a matter of life and death. It is not. Yes, it is important. And the reason why we have not achieved some of our targets is because we have made our plans not with the foresight of the future, not thinking about the next generation, but simply thinking about the next election. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amewataka Wakenya kutoingiza siasa katika masuala ya maendeleo ya nchi, akisema Kenya inahitaji kupiga hatua, huku kinara wa chama cha ODM Dr. Oburu Oginga akisema ni lazima swala la ufisadi nchini likabiliwe kikamilifu ili kudhibiti matumizi mabaya ya rasilimali. Let us not politicize the development of our country, because if we do so, then we see some of the results that have created the kind of gaps that we have seen. So we need confidence in ourselves, the ability of our nation to rise. We need strong leadership, and we must insulate, as we have this conversation, this country from policy disruption. The biggest threat of African countries, the biggest threat of the developing countries is policy disruption. First, we must deal with this animal called corruption. Corruption is very difficult to eliminate. It is very difficult. I've traveled all over the world, but I know it is possible to build a society which is non-tolerant to corruption. We can build a society which is completely non-tolerant to corruption. Mwanaharakati Roselini Alionya amesema katika uchaguzi uliopita manifesto Azimio ilikuwa wazo la kuwa na bidhaa moja zinazozalishwa katika kila kaunti, na kwamba ingekuwa swala hilo limezingatiwa na viongozi, basi kaunti nyingi zingeimarika kiuchumi. I'm seated here wondering if my county Kakamega produces maize. Why is it that we have maize milling farms in Thika, we have maize milling farms in Nairobi, and not have those maize milling farms in Kakamega, so that those farmers and their children also, apart from doing the agriculture, they can also take part in the processing of the sugar and the selling of the sugar. And if we devolve this development project that we are talking about, we'll be able to create more jobs even in the marginalized communities. So if we can be able to look at this issue of one county, one product, it will be a great deal. Hata hivyo, gavana wa Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o amesema mjadala huu hauhusu uchaguzi mkuu ujao, bali malengo ya maendeleo ya muda mrefu ambayo hayapaswi kuvurugwa na vipindi vya uchaguzi wala mabadiliko ya uongozi wa kisiasa. It must remain a national and an inclusive conversation about Kenya. Despite the fact that general elections are due in just about a year, this conversation is not about the next general elections.
Indeed, one of the lessons that Kenya must learn from the countries that achieved socio-economic transformation in recent history, in Asia, for example, is that long-term development goals must not be disrupted by electoral cycles and the political leadership that such elections bring up from time to time. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Mwahoka Mtsumi.